Bushra TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi amarna bi iqamati as-salah wa ja'alaha 'urwata al-islam وعماد الدين وجعل الخشوع سبب الفلاح وثمرة الإيمان ونتيجة اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم العظيم رب العالمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام الخاشعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الحافظين لحدود الله والغر الميامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نقطة النور وبهجة السرور. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله وإقام الصلوات الخمس في كل يوم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إخوة الإيمان والإسلام، أما بعد يا حمدي صلى na salamu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu dhaifu yenye kutenda dhambi na kuzihusia nafsi zenu tukufu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an al-Karim zaidi ya ayat ama zaidi ya sehemu 86 katika Al-Qur'an al-Karim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaizungumzia as-salah, lakini kwa lafzi ambayo kwamba anaitumia. Hatuambii kwamba tuitekeleze swala, hasemi kwamba waaddu salah. Mwenyezi Mungu anasema kwamba waaqimu salah, simamisheni. Hasemi kwamba tekelezeni, anasema isimamisheni swala. Kwani hii swala ni namna gani inatakana isimamishwe? Kuswali peke yake hakutoshi, kunatakana kuona iqama, na iqama inapatikana, inaleta natija ya muhafadha baina al-abdi was-salah, baina ya mja na sala kuna kuhifadhiana. Lakini natija ambayo kwamba inaitakana zaidi katika sala, Mwenyezi Mungu anasema waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea. Sasa ikhwata al-iman, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara akasema kwamba hii swala tunahitajika kwamba sisi tutake msaada kwake. Wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Mwenyezi Mungu anataka sisi tutake msaada kwake yeye katika jambo la kusubiri na jambo la sala, kwani hii swala la kabiratun ni kubwa mno. Isipokuwa kuna watu ambao kwamba swala kwao inakuwa si jambo zito, swala kwao inakuwa ni utamu. Ni kina nani? Al-khashi'un.
wale wenye kunyenyekea. Sasa ikhwata al-iman, siku ya leo tunataka tuizungumzie kunyenyekea ni namna gani katika swala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ametufundisha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mu'minun akatuambia kwamba qad aflaha al-mu'minun, hakika wamefaulu waumini. Hakika wamefaulu waumini. Ni kina nani hao waumini hao? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ni waumini ambao kwamba katika swala zao ni wenye kunyenyekea. Kunyenyekea ndio kunahitajika katika swala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam anatufundisha namna gani ya kunyenyekea. Katika hadithi imekuja katika riwaya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia baadhi ya mitume wake, akiwaambia kwamba idha dakhalta fi salati fahabli min qalbika al-khushu'a wa min badanika al-khudu'a wa min 'aynayka ad-dumu'a. Mwenyezi Mungu anawapatia wahi baadhi ya manabii, anamwambia mtume kama huyo, anamwambia unapoingia katika swala, basi nipatie zawadi katika hiyo swala yako, kutoka katika moyo wako al-khushu', nipatie kunyenyekea. Kwa sababu gani Allah anataka kunyenyekea? Sio kuinama na kuinuka peke yake, anataka al-khushu' min qulubina, kutoka katika nyoyo zetu, kwa sababu as-salatu bila khushu'i kajasadin bila ruh. Swala inayokosa khushu' ni kama mwili ambao kwamba hauna roho. Mwili ukikosa roho, mwili kama ule hauji tena kwamba ni mwili wa mwanadamu, unabadilishwa jina lifanyika. Hauwezi tena kutaharaki, hauwezi tena kutembea, wala hauwezi kukaa. Sasa hii swala lau itakosa hii sifa ya khushu', basi swala kama ile inakuwa haina faida. Mwenyezi Mungu anawaambia manabii zake, anasema idha dakhalta fi salati, unapoingia katika swala, fahabli min qalbika al-khushu'a, nipatie kutoka katika moyo wako khushu', wa min badanika, na kutoka katika kiwiliwili chako al-khudu', nipatie kunyenyekea. Unatakana unapoingia katika swala, wanasema tawadha kana kwamba wewe ni barobaro, lakini swali kana kwamba wewe ni mzee. Yani usio uko fasta, uko active sana mpaka dakika 2, dakika 1 ushaenda ushamaliza. Na tawadha kana kwamba ni barobaro, lakini unapoingia ndani ya swala, ingia kana kwamba wewe ni mzee ambao kwamba umri wake umeenda. Namna anapojivunja na kunyenyekea mbele ya Allah. Kisha anasema wa min 'aynayka ad-dumu', na nipatie zawadi kutoka katika macho yako, zawadi ya machozi, uwe utalia ndani ya sala. Hiyo ni kitu ambacho kwamba kinahitajika. Al-Imam at-Tabarani anapokea hadithi katika Al-Mu'jam al-Kabir. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hadithi hii iliyokuwa katika Al-Mu'jam al-Kabir ya Al-Imam at-Tabarani ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Anasema salli salata muwaddi'i ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Swali sala ambayo kwamba ni yenye kuaga, yani kama kwamba wewe ndio swala yako ya mwisho unaposwali, kana kwamba wewe unamuona Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika moyo wako, katika fikra yako, kana kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa humuoni, basi itakidi kwamba Mwenyezi Mungu ananiona hapa ninaposwali. Swala unatakana uswali namna hii. Na vile vile katika Al-Mu'jam al-Awsat ya Al-Imam at-Tabarani, vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba man salla as-salawat liwaqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa aqama
wa atamma laha qiyamaha wa khushu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'u musfira taqul hafidhaka Allahu kama hafidhani. Mtu anaposwali swala, yani akaziswali hizi swala zote tano liwaktiha, kwa wakati wake, wa asbagha laha udhuaha, akatekeleza ule udhu kwa namna ambavyo kwamba inatakikana, akawa ametawadhi sawa sawa, wa atamma laha qiyamaha, akatimiza qiyam katika hii swala, wa khushu'aha, akaitekeleza akatimiza khushu' ndani ya swala yake, wa ruku'aha, akatimiza rukuu zake namna zinavyotakana, wa sujudaha, na akatimiza sijda zake zinavyotakana, kharajat wa hiya bayda'u musfira, ile swala inatoka hali ya kuwa ni nyeupe, ni yenye kung'aa. Ile swala inasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhaka Allah, akuhifadhi wewe, Mwenyezi Mungu akuhifadhi kama hafidhani, kama ulivyonihifadhi. Huyu ni mtu ambaye kwamba swala zake anaziswali kwa wakati, na kabla ya kuingia katika swala udhu anautekeleza namna inavyotakana. Anapoingia katika swala ikawa ile qiyam ni namna ambavyo kwamba inatakana, rukuu ni namna ambavyo kwamba inatakana, sujudi ni namna ambavyo kwamba inatakana, kukawa kumepatikana al-khushu' ndani ya swala yake, ile swala inamwambia Mungu, inasema nini? Hafidhaka Allahu kama hafidhani. Sasa ikiwa mtu atafanya kinyume, ni namna gani swala itakuwa kwake? Wa man sallaha li ghairi waqtiha, na ambaye kwamba ataiswali swala hizo swala tano akaziswali kwa usokuwa wakati wake, walam yusbigh laha udhuaha, wala akutekeleza kwa ukamilifu udhu wake, walam yutimma laha khushu'aha wala ruku'aha wala sujudaha, na asitimize rukuu zake wala khushu' yake wala sijda zake hiyo swala, kharajat wa hiya sawda'u mudlima, ile swala inatoka hali ya kuwa ni nyeusi tena iliyokuwa na kiza. Kisha swala kama ile taqul, inasema kumwambia Allah, kumwombea yule bwana aliyoiswali, inasema kwamba dhayya'aka Allahu kama dhayya'tani, hatta idha kanat haythu sha'a Allah luffat kama yulaffu thawbul khaliq thumma dhuriba biha wajhuhu. Ile swala inatoka mpaka sehemu ambapo kwamba Mwenyezi Mungu anataka, hali ya kuwa inamwapiza huyo mtu, anasema akuangamize Allah kama ulivyoniangamiza mimi na kunidhalilisha. Kisha ile swala inakunjwa kunjwa kama inavyokunjwa nguo ambayo kwamba ni chakavu ya zamani iliyokuwa mbaya, thumma dhuriba biha wajhu, ile swala mtu anapigwa nayo usoni mwake. Ikiwa hukutimiza ukuiswali swala kwa wakati wake, huja tawadhi vizuri, huja rukuu vizuri, huja sujudu vizuri, hakuna khushu' ndani ya swala yako, haya ndio ambayo kwamba unayapata katika ile swala yako. Kwa hiyo mujarrad wa kuswali, kuinama na kuinuka, sio kwamba sali swala yako inakuwa ina faida, ni mpaka ndani yake kupatikana hili jambo la khushu' na utimize arkani zake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia katika swala, anaingia katika swala kwa moyo wake mzima, akili iko pale, mwili uko pale, moyo uko ndani ya swala. Tofauti na sisi tunapoingia ndani ya swala, tupo ndani ya swala lakini nyoyo zetu ziko katika soko. Tuko ndani ya swala lakini akili zetu ziko katika biashara. Tuko ndani ya swala, akili zetu ziko majumbani. Na ndio maana kwa sababu ya swala inahitajika moyo wako uwe pale na akili yako iko pale. Na ndio maana Mtume akafundisha, idha hadara al-asha wal-isha fabda bil-asha, pindi inapokuja chakula kile cha asha, ile sapa imeletwa na kumeadhiniwa, kuna kimiwa swala, unatakana ule. Ikiwa unatamani kile chakula, uachane na swala, ili ukiingia ndani ya swala usije ukaenda katika swala hali ya kuwa akili yako nafikiria chakula.
kuonesha umuhimu wa jinsi namna gani mtu anapoingia ndani ya swala asiwe na fikra nyingine tofauti na jambo lile la swala. Sasa mtu anapoingia ndani ya swala kuna mujahada, kuna jihadi ambayo kwamba inahitajika ndani yake, kwa sababu shaitan, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba iko katika sunan ya al-Imam Abu Daud na katika as-Sunanul Kubra ya al-Imam an-Nasa'i, Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Yasir, Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ar-rajula la yansarifu wama kutiba lahu illa 10 salatihi tus'uha thumunuha subuha sudusuha khumsuha rubuha thuluthuha nisfuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, anasema hakika ya mtu la yansarifu, ataimaliza swala yake. Mtu ameingia katika swala, ameswali mwanzo mpaka mwisho, haandikiwi katika ile swala isipokuwa 1/10, yani anaandikiwa ushur katika ile swala, yani maksi zako unapata kwa namna utakapoingia ndani ya swala. Sisi tunatofautiana kulingana na hudhur, yani kuingia ndani ya swala, nyoyo zetu ni namna gani, akili yako je ipo ndani ya swala? Sasa mtu anakuwa swala yake inakuwa mtu anapata thumuni, mwingine anapata 1/7, mwingine anapata nisfu ya ile swala kulingana namna alipoweka moyo wake. Kuna watu wanapoingia ndani ya swala nyoyo zao zinaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao kwamba wanapata, kuna mujahada baina yake yeye na nafsi yake, mara yupo ndani ya swala, mara ametoka ndani ya swala. Na kuna watu wanapoingia ndani ya swala basi ni biashara, hawapo katika ile swala. Na ndio maana tunaswali, lakini tunapotoka ile time baada ya kupiga salamu, mtu anamuuliza imamu amesoma sura gani baada ya Fatiha, mtu hajui. Kwa nini? Hatukuwa na hudhuri ndani ya ile swala. Sasa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema kwamba wal 'abdu idha qama fi salati ghara ash-shaytanu minhu, mja anaposimama katika swala basi shaytan anamuonea wivu sana, anamuhusudu sana. Fa innahu qad qama fi a'zami maqamin, kwani huyu mtu anaposimama amesimama sehemu tukufu sana. Kama kuna sehemu ambayo kama ni tukufu unaitamani kuisimama, basi ni sehemu yako unaposimama, unapoangalia Makka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukasema Allahu akbar. Kumbuka hiyo ni sehemu tukufu kuliko sehemu yoyote ambayo kwamba unaifikiria wewe katika hii dunia kwamba ni tukufu. Unaposimama sehemu kama hiyo, kumbuka shetani anakuhusudu sana. Shetani anakuwa na wivu na wewe kwa sababu umesimama sehemu ambayo kwamba ni a'zam maqam, sehemu ambayo kwamba ni tukufu zaidi. Wa aghyadhihi lishaytan, na sehemu kama hii inachukiza zaidi kwa shaytan. Shaytan anaichukia wewe unaposimama kwa ajili ya Allah katika swala. Wa ashaddihi alayhi, na sehemu kama hii ni kali mno kwake, fa innahu yahrisu wa yajtahidu alla yuqimahu fihi. Sasa shaytani bidii yake anajitahidi na anakuwa na pupa kwamba sehemu kama hii unaosimama kwa ajili ya kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usisimame. Anaposhinda shaytani kwamba wewe kufanya wewe usiende katika swala, basi unapoingia katika swala, unaposema Allahu akbar baada ya iqama, shaytani anarudi kukuletea waswasi kukutoa katika swala. Ndio kuna sema kwamba anna ash-shaytana fi salati, inna ash-shaytana fi salati kadhubab, shaytani katika swala ni kama nzi. Tunamjua nzi, ukiwa wewe una jeraha ama ukiwa una kidonda, nzi ni namna gani anapokufuata? Kile kidonda ni kibichi, kina maji maji. Nzi ni namna gani wanakukusumbua wewe? Sasa shaytani katika swala ni kama nzi. Idha dhubba kullama dhubba ay dufi'a,
Kila inzi anapofukuzwa katika kile kidonda, aada maratan ukhra, yule inzi unapomfukuza anarudi tena mara nyingine. Sasa ndio sheitani unapoingia ndani ya swala, sheitani namna anakusumbua, kila ukijitoa na yeye anarudi kwa mara nyingine. Na ndio maana tumefundishwa ukiwa katika swala, ukiona kwamba kuna waswasi, ujilinde naye, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ukiona anakusumbua, basi uteme mate kwa upande wako wa kushoto, ili shetani apondoke. Sasa kitu ambacho kwamba kinahitajika zaidi katika swala, ikhwata al-iman wal islam, al-khushu', ni kuwa na kunyenyekea. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao kwamba katika swala zao ni wenye kunyenyekea. Mu'min kufaulu kwake, kitu cha kumfanya afaulu kwanza ni swala yake, lakini si swala tu ambapo kwamba una swala hali ya kuwa hakuna khushu'. Ni swala yako uwe utakuwa na sifa kama hii ya khushu'. Mmoja katika maqam alimsikia kijana akizungumza ndani ya msikiti, akizungumzia zuhdi, yani namna kuipa nyongo dunia, kutoifikiria dunia, ukawa unaifikiria akhira. Huyo kadhi alipomsikia huyo kijana akizungumza zuhdi, akawaambia wanafunzi wake, halumma bina nadhhabu nastami'u ilayhi wa nas'aluhu, hebu twendeni tukamuulize huyo kijana ndani ya msikiti. Fa in ajabana, akitujibu, jalasna nastami'u ilayhi, tutaketi tumsikilize. Ikiwa hatotujibu sisi tutatoka. Yule kadhi alipoingia ndani ya msikiti, anamuuliza yule kijana, akhbirni ani salat, hebu nipatie habari kuhusu swala. Vipi swala? Kijana alipoulizwa akamuuliza yule kadhi, je, atasaluni, je waniuliza mimi an adabiha am kayfiyatiha, unaniuliza kuhusu hiyo swala, adabu zake ama namna ya kuiswali hiyo swala? Huyo kadhi faqala fi nafsihi ajaban, sa'alnahu su'alan faj'alahu ithnayn. Huyo kadhi akasema, ni maajabu, tumemuuliza swali moja akayajalia kwamba hili swali moja yamekuwa ni maswali mawili. Kadhi ameingia hapa, anamuuliza kijana, nipatie hebu swala ni namna gani swala. Huyu kijana anamuuliza, uuliza kuhusu adabu ya swala ama unauliza namna ya kuiswali swala? Huyo kadhi akastaajabu. Kadhi akamwambia huyu kijana, hebu nipatie habari kuhusu adabiha, nipatie habari ya adabu zake, hiyo swala ina adabu gani? Kumbe swala pia kuna adabu katika swala. Sisi tunaswali hatujui kwamba kuna hizi adabu katika swala. Kijana akaelezea akasema kwamba antakuma bil amri, kitu cha kwanza ni usimame kwa amri, kwamba Mwenyezi Mungu anasema wa aqimu swala, basi hii amri uwe unaitii amri na kuitekeleza hii amri. Kitu cha kwanza antakuma bil amri, usimame kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu cha pili akasema antamshia bil ihtisab, ni utembee kuiendea swala kwa kutarajia kupata thawabu na malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani unaposikia adhana uwe utasema kwamba wacha mimi nitembee, ama kwa kujua kwamba sasa ni wakati wa sala, wacha mimi nitembee, natarajia kwa kutembea kwangu kila ninapoinua guu moja basi ni thawabu na nafutiwa dhambi. Kitu cha tatu antadkhula bin niyya, uingie katika swala kwa nia. Je, nia yako ni gani? Innamal a'malu binniyat. Unapoingia ndani ya swala, umekuja leo katika msikiti yaumul jumaa, umekuja leo, unaswali kwa nia gani? Nia yako ni gani?
Kitu cha nne akamwambia antukabbira bita'dhim, ni useme Allahu akbar bita'dhim, hali ya kuwa una itikadi kwamba Allahu akbar. Ni vipi itakuwa ta'dhim? Ta'dhim ni kwamba kila ambalo kwamba unalifikiria la kidunia, baada ya kusema Allahu akbar huo utalisahau na kuliweka mbali. Sio unasema Allahu akbar lakini unahesabu aya namna anavyosoma imamu, kwa na amalizi, kuna kazi yangu fulani mimi nasubiri, ama kuna biashara fulani, ama kuna jambo fulani, hapo itakuwa ukuleta takbir bita'dhim. Kitu kingine ni gani? An taqra bitartib, usome kwa tartib, kwa tajwid. Uisome suratul Fatiha kama ilivyoteremshwa. So uisome suratul Fatiha, hata Jibril sasa akisikiliza anajiuliza hii ni Fatiha ama nyingine. Uisome bitartib, kwa tajwid, namna Mtume alipofundishwa na Jibril na akafundisha masahaba zake. An tarku'a bil khushu'i, kurukuu kwa hali ya khushu'. Na mtu kurukuu, usirukuu mpaka ukawa kama unachungulia kule chini, la. Ufai kichwa chako kuwa juu, wala ufai kuinama sana kichwa mpaka kana kwamba unachungulia. Mtu anatakana mgongo wake uwe sawa sawa. Ikiwa labda ni mtu na maradhi, basi ni maafu. Kitu kingine antasjuda bil khudu', usujudu kwa kunyenyekea na kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tashhada bil ikhlas, ushuhudie unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, basi hiwe ni kwa ikhlas. Wa an tusallima bil rahma, na upige salamu kwa rahma. Hizo ndio adabu salat. Kisha yule qadhi akamwambia akhbirna an kayfiyatiha, tupe habari ya namna ya kuiswali hiyo swala. Kayfiyatu salati ni vipi? Yule kijana akamwambia an taj'ala al-ka'bata baina hajibaika, ni uijalie al-Kaaba iko mbele yako, baina ya hajibaika, mbele uso wako. Wal mizana, na uijalie mizani ile ya kupima amali mema na maovu, nusba ailaika, mbele ya macho yako. Yani mizani mbele ya Mwenyezi Mungu unaiona kama iko mbele ya macho yako. Sasa hapo umeijalia kwamba salata muwadda'i ni kana kwamba ni swala yako ya mwisho, na hapo ndio ni chance yako ya mwisho, ni namna gani utakavyoiswali swala kama hii, na mizani ndio hiyo pale. Kisha anasema wataj'ala as-sirata tahta qadamaika, uijalie sirat chini ya nyayo zako. Wan nara an yaminika, na ujalie moto kuliani kwako. Wal jannata an yaminika, ujalie pepo kuliani kwako. Wan nara an shimalika, na ujalie moto huko kushotoni kwako. Sasa hapo ni kana kwamba unaamua uchague katika ile swala. Je, hii swala yako unayoiswali unaiswali kwa ajili ya kuingia peponi ama unaiswali uingie motoni? Ni namna gani utakapoiswali swala kama hiyo? Kisha wa malakal maut khalfaka, na unaswali kana kwamba malakul maut Azraili yuko nyuma yako. Yuriduka wa yatlubuka, yani Azraili anakusubiri umalize tu ile swala achukue roho yako. Ni vipi utakaposwali namna ikiwa Israeli yuko nyuma yako? Thumma baada dhalika, kisha baada ya hapo kwamba umeswali namna hiyo, la tadri, hujui, aqbilat salatuka am ruddat, hujui kwamba ile swala yako je imekubaliwa ama imerejeshwa, umepigwa na uso. Hii ndio namna ya kuswali swala kwa khushu'. Al-Kaaba umeweka mbele yako, mizani umeweka mbele yako, mbele ya macho yako. Chini yako kuna sirat, chini ya nyayo zako. Kuliani kwako kuna aljanna, kushotoni kwako kuna an-nar. Nyuma yako kuna malakul maut, anataka kuitoa roho yako. Hapo unapoiswali swala kwa namna hiyo,
ndio itakuwa unaswali kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotufundisha, akasema salli salata muwaddi'i, swali swala ya kuaga. Ni namna gani? Kaannaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa wewe umuone Allah subhanahu wa ta'ala, tambua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuona namna unavyoswali. Kwa hiyo ikhwatal iman wal islam, Mwenyezi Mungu anaposema kwamba wa aqimus salata, ama anaposema hafidhu ala salawati was salati al-wusta, malengo ambayo kwamba anayataka ama anahitajia kwetu sisi ni tuwe na khushu. Na tukiona khushu, hapo ndio tunaipata ile ladha ya ibada. Ladha ya ibada ni gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waju'ilat qurratu aini fi salah, yani Mtume kitulizo cha macho yake anasema kimejaaliwa, kimeweka katika swala. Yani Mtume akiwa na stress, akiudhiwa, basi anaposwali stress zote zinaondoka. Lakini sisi tukiona stress usema kwanza wacha nitulie nipunguze stress ndipo niingie katika swala, kwa sababu sitoelewa nasoma nini. Sasa ikhwatal iman, hiyo khushu ndio ni kitu ambacho kwamba huyu shaitan anakiondoa katika swala zetu, anakinyakua. Nikimalizia, al-Imam al-A'zam An-Nu'man ibn Bashir Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, al-Imam Abu Hanifa, kuna mtu alimjilia usiku baada al-isha. Huyu bwana akamwambia al-Imam Abu Hanifa, mimi kuna mali niliizika katika ardhi yangu. Yani huyu bwana alikuwa na pesa yake, namna watu wakihifadhi mali zamani si kama sasa hivi, hakuwa na banki. Sasa yeye kitu alichokifanya, alichukua ile sanduku la zile pesa, akachimba shimo, ndani ya lile shimo akaifukia ile mali. Ukawa kuna alama ameiweka pale ya kukumbuka ni sehemu gani aliyohifadhi mali yake. Lakini baada ya muda huo bwana akasahau, hakujua ni sehemu gani. Ikawa haiwezekani kuchimba shamba lote kwa ajili ya kuitafuta mali. Akamfuata Imam Abu Hanifa, akamwambia mali yangu nilihifadhi sehemu fulani, lakini sikumbuki ni sehemu gani. Al-Imam Abu Hanifa anamwambia huyu bwana, hilo sio swala la fiqh, mimi sina ilmu ya hiyo. Ingekuwa ni swala la kuhusu mambo ya ibadati au muamalat ningekujibu, lakini hilo swala sina elimu nalo. Huyu bwana akawa anaondoka, lakini ni mnyonge. Nimeenda kwa imam hajanipatia jibu, sasa mimi itakuwa vipi? Lakini alipokuwa anatoka, al-Imam Abu Hanifa akamwambia, hebu njoo kidogo. Yule bwana alipokuja akamwambia Imam, wewe nenda katia nia swala ya sunna leo, swali raka 100. Na uhakika hilo sanduku utajua liko wapi. Swali raka 100. Huyu bwana anamwamini al-Imam Abu Hanifa. Baada ya kumwambia neno ukaswali raka 100, akatoka naenda akatawadhi. Baada kutawadha akatia nia anaswali. Alipoingia katika swala, hapo shetani ndo akaja. Alipoingia tu hakumaliza raka 2, alijua sehemu gani alihifadhi lile nini sanduku. Asubuhi akarauka kwa Imam, anamwambia ulijuaje kwamba mimi nitaliona lile sanduku liko sehemu gani? Anamwambia ndio nilijua, shetani hawezi kuacha kwa simalize hizo raka 100. Lazima atakukumbusha ili uache kuswali. Na ulipokumbusha uliendelea na raka, simashi kuendelea. Sasa ndivyo namna swala zetu tunapochukuliwa na kuibiwa na shetani. Mwenyezi Mungu atukinge na shetani, atukinge na waswasi wake. Mwenyezi Mungu atujalie min al-khashi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.